المؤمنين والمؤمنات ودفع البلاء وفتح أبواب الخير. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي ومولاي سيد الكائنات أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzitaka rehema na amani sala na salamu zetu zifikie mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pamoja na kizazi chake kitukufu ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekifanya kuwa ndio sababu, njia, wasila ya baina ya waja naye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila wao hatukufika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatukutakabaliwa amali zetu na wala hatukukurubisha kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukiwa katika mwendelezo wa vikao vyetu vitukufu yenye baraka tele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hudhuri ya malaika, baraka tele kwa Imamu mtukufu alayhi salatu wassalam, kama ambavyo mara kwa mara tulikuwa kutusisitiza kwamba tukae vikao hivi kwa ajili ya kukumbuka na kukumbushana kuhusiana na dini tukufu. Tumezungumza kwamba tuko katika mwezi mtukufu wa Shaaban, pamoja na kwamba ni mwezi ambao tunaelekea kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia ndani yake tuna tukio kubwa na adhimu, hasa kwetu sisi wafuasi wa nyumba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tukio ambalo ni kumbukumbu ya kuzaliwa imamu wetu wa zama, Imamu Muhammad ibn Hasan al-Mahdi ajallahu ta'ala farajahu sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tukazungumza kwamba miongoni mwa umuhimu na uzito wa tukio hili ama kumbukumbu hii ni kwamba kwa sisi Mashia, zama zetu hizi ni zama za Imam Mahdi. Kwa hiyo tunapozungumza Imam Mahdi tunamzungumza kama ni utambulisho wa Mashia, utambulisho wa umini. Ndio imamu wa mwisho katika maimamu 12 ambao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
alisema kwamba Uislamu huu utabaki ni mtukufu wenye izi na heshima akitawaliwa na imamu 12. Inatosheleza pia katika kuonyesha ile heshima na daraja na cheo alichonacho imamu azama kwamba ndio ambaye kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alivyoashiria pia atakayekuja kukamilisha iliyokuwa misheni ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni ahadi ya Mwenyezi Mungu katika Qur'ani aliposema kwamba ataidhihirisha dini hii kwa ulimwengu wote, hata kama watachukia washirikina, katika aya nyingine makafiri. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuja kuisimamisha kalima tauhidi kwa ulimwengu mzima wote katika mikono ya Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Miongoni mwa vitu ambavyo tulivizungumza, tumeona kwamba Imam Mahdi kuna sunna za manabii watano. Sunna hizo ziliwatokea wale manabii, hivyo hivyo zitakuja kutokea kwa Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu sharif. Na tukaona kwamba hikma ya maimamu kutufundisha mambo haya ni kutuandaa sisi katika mazingira bora ambayo wakati tunamsubiria huyu imamu tumsubirie tukiwa na maarifa yaliyokuwa kimilifu, kama tutakavyoona faida yake katika darasa la inshallah. Miongoni mwa sunna ambazo zilitajwa ni kwamba moja kwa moja yatakayojiri katika zama ama matukio yanayohusu Imam Mahdi yatashirikiana moja kwa moja na baadhi ya manabii kadhaa. Tukamtaja mathalan Nabii wa Ibrahim na Musa. Imamu akabainisha kwamba kwa Nabii wa Ibrahim na Musa nukta ya shabaha bali ya kufanana ni kwamba Nabii Ibrahim mazazi yake yalikuwa ni mazazi ya kificho. Wakati anazaliwa, kwanza alizaliwa katika mazingira magumu, mazingira ambayo yalipelekea watoto wengi wa kiume walipoteza uhai kwa ajili tu na mrudi asalimike na habari aliyoipata kwamba atapinduliwa na kijana kikazaliwa katika zama zake katika mji wake katika wakati huu. Lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kulitaka jambo lake, uliamuru kukua na nikawa katika njia ambayo yeye atakaitaka. Nabii Ibrahim alizaliwa ndani ya muda huu ambaye ilikuwa ni utabiri, pasina ya kuonekana athari ya ujauzito kwa mama yake, na mpaka akakuwa na miaka 13 akatoka katika jamii, amekuwa katika mazingira yake. Hivyo hivyo tukaona kwa Nabii Musa. Leo miongoni mwa sunna zile Imam Zainul Abidin alitaja, akasema kwamba pia Imam zamani kuna sunna kutoka kwa Nabii Ayub. Anamtolea mfano Imam Zainul Abidin, anasema kitu ambacho Imam zamani atakichukua kwa Nabii Ayub au jambo ambalo lilikuwa kwa Nabii Ayub litatokea moja kwa moja hivyo hivyo kwa Nabii kwa Imam zamani ajallahu ta'ala farajahu sharif. Kwamba Nabii Ayub alisimama baada ya kipindi kirefu cha mabalaa na matatizo.
mtihani wa kuondolewa wanawe, mtoto wake wote walifariki, mali zake zikateketea, lakini Nabii Ayubu hakutikisika imani, kwa sababu lengo na makusudio ya ule mtihani, Ibilisi alitaka kugusa moyo wa Ayubu. Hapa kuna faida moja. Imam anasema kwamba muumini anaweza kupata mtihani katika kila kitu, katika sehemu ya viungo vya mwili wake, isipokuwa katika sehemu moja, isipokuwa katika vyovyote muumini atapata mitihani, lakini akili yake haitoharibika, yaani hatoweza kuchezewa kiakili, atabaki bado katika haki, kwa sababu akili moja ya faida yake ni kumsimamisha mtu katika misingi ya haki. Sasa Ayubu alipata mitihani mpaka ikafikia mahali mitihani ikahamia katika mwili wake, ukateketea asilimia kubwa ya mwili wake, lakini bado moyo wake, itikadi yake, akili yake ilibaki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka Mwenyezi Mungu akaja kumwondoshea ule mtihani. Sasa Imam Zainul Abidin anatuambia katika kitu ambacho Imam Zamani atakichukua kutoka kwa Nabii Ayubu ni faraja baada ya kupita katika kipindi kirefu cha mabalaa. Katika kipindi hicho cha mabalaa, nimerudisha katika hadithi ya Imam Jafar Sadiq tulisoma jana, tukibainisha hekima ya ghaiba. Kwa nini Imam alizungumza mengi katika nukta ya msingi pale ulivyoona, alisema kwamba ulimwengu, suala la kupotea katika macho ya watu si kama hayuko yuko, watu zinasema yuko, na hata katika wakati wa kudhihiri, miongoni mwa vitu ambavyo vitakuwa pia ni mtihani tutauashiria hapa ni kwamba kuna watu wengi watampinga imamu, kwa sababu imamu atakapodhihiri sio kwamba ni mtu mwingine ndani ya macho ya watu, ni mtu ambaye watu wanamjua. Riwayati zinashiria. Sasa imamu alizungumza hili swala, akasema kwamba inna liswali bihadha al-amri ghaiba, mwenye hili jambo la kuleta faraja, amani, kukamilisha haraka aliyoianza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huyu hatapata kujibu ghaiba ambayo la budda minha, ni lazima itatokea, na tayari imeshatokea na tunaishi katika kipindi cha ghaiba. Lakini akasema kitu kimoja, yalitakufi makuli muumini. Katika kipindi hichi akatetereka kila mwenye dhaifu, anaishi katika hali ya batil. Toka tuzungumze kidogo katika nukta hiyo, ambayo inshallah itakuwa mazungumzo yetu siku ya leo. Hizi zama za ghaiba ambazo ni zama za Imam Zamani, sote tuko katika hali ya kumsubiri Imam Zamani. Miongoni mwa vitu ambavyo vinapelekea tuwe na shauku na hamu ya imamu kuingia haraka ni kutoka katika hali hii ambayo tunaishi. Wengi wanatizama sana hali ya madia, yaani matatizo ya nje ya mwili, mateso, mauaji, unyang'anyi, vita, na haya yote ambayo tunaona ni katika aina za dhuluma zinazotembea katika ulimwengu, ima kwa wasiokuwa wafuasi wa imamu na hata kwa wafuasi wa imamu. Imamu anakuja na wasifu ule ulio baba yake pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ambaye ni rahmatan lil alamin. Anakuja ni rehema kwa ulimwengu. Atakachokuja kukifanya Imam Zamani kitakuwa ni manufaa kwa kila walimwengu wote, na bila shaka wote wataingia katika wilaya ya Imam Zamani isipokuwa wale watakaokuwa wamepinga. Sasa miongoni mwa matatizo makubwa ambayo tunapaswa kuyaangalia
Kwanza tukiwa sisi watu wa mwanzo kabisa ambao ni watu wa nyumba yake Imamu Zaman, ni matatizo ya kiitikadi. Imamu anasema katika ghaiba hii, kila ambaye ni mufti ataingiwa katika utata. Anazungumza kifafanua, anasema la yakunu al-amru alladhi tantadhiruna hatta yabra ba'dukum min ba'd. Hili jambo ambalo mnalisubiri na kufikiri mambo sana halitotimia isipokuwa mtatokea hali hii, mtapingana na kukatana nyinyi kwa nyinyi. Wayadkhulu ba'dukum fi wujudi ba'd, itafikia mahali pia hata mtu anaweza akamtema mate mwenzie, akiashiria kiasi cha chuki ama ule ugonjwa wa maradhi ya moyo kiasi kwamba umefikia katika hali ya kwamba mtu anaweza akamtema mwenzie mate. Na hii inazungumzwa ni baina ya muumini wa muumini. Wa hata yal'ana ba'dukum ba'dha, na hata mtakuja kulaliana nyinyi kwa nyinyi. Wa hata yusamia ba'dukum ba'dha kadhabin, na hata mtakuja kukaribishana mmoja kwa mwingine mmoja. Akasema pia katika hadithi hii, ama Allah anaapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, la yakunu alladhi tamuduna ilayhi a'yunakum, hichi ambacho mnakitazama kwa shauku mnamsubiria hakitokuwa hata tumayizu, mpaka mchaguliwe, watumahasu. Yote vinakuja katika maana moja ya kuchaguliwa, kupendwa, kutolewa kile kilicho kibaya kibaki kilicho kizuri, kama ambavyo mwanamama anapopenda labda kama ni mchele akitoa makapi yale na mawe na vitu vingine abakize kile ambacho kinahitajika kwa ajili ya kutengeneza chakula, na mfano wa kupepetwa ama kuchambua. Wa hata la yakamikum illa al-amn, na hata haitobaki katika dini isipokuwa kundi cha watu wachache mno. Kisha Imam asoma aya, am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Hivi mnadhani kwamba ninyi mtaachwa tu na Mwenyezi Mungu akutambua katika nyinyi ni akina nani wenye kusimama kidete kwenye kufanya jihadi, na katika nyinyi ni akina nani wenye kusubiri? Mukhtasari wa hadithi hizi mbili ni kwamba katika kipindi hichi cha ghaiba, miongoni mwa misukosuko ambayo tutapitia ama watu watapitia ni misukosuko ya kiimani, ya kiitikadi, kiasi kwamba yule ambaye atakuwa ana maarifa dhaifu anaweza akaporomoka kutoka katika utata, lakini yule ambaye ana maarifa thabiti atabaki amesimama kidete. Anachokihitaji Imamu kutoka kwetu ni kitu gani? Kwanza kabisa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatengeneza kanuni na msingi ni namna gani tutaishi katika nyakati hizi, ili tuwe katika wafuasi bora wa Imamu Zaman. Anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, isbiru, fanyeni subra, wasabiru, shinaneni katika kusubiri, warabitu, na fungamaneni, shikamaneni, wattaqullaha la'allakum tuflihun, na mcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili mpate kufaulu.
kinafanana kwa ukaribu kabisa na kipindi cha ghaiba ya Nabii Saleh. Ukisoma katika kisa cha Nabii Saleh, na yeye kuna kipindi alijibu katika jamii yake. Alijibu kwa muda mdogo sana, miaka 24, lakini athari yake ni kwamba wafuasi wake walikuja wakagawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza, kutokana na kile kipindi cha miaka 24 ni mdogo sana, lakini kutokana na hali ambayo walikuwa wakipitia, kuna watu wakatoka wakasema hapana kabisa, huyu mtu hayuko tena, wakakadhibisha hayuko. Kundi la pili likabaki kati kwa kati, likabaki na mashaka, anaweza kuwa yupo na anaweza kuwa hayupo. Kundi la tatu likabaki na msimamo thabiti, ili libaki na yakini na imani, likishikilia yale mafundisho ya Nabii Saleh kama ambavyo Nabii Saleh aliwafundisha. Hivyo ndivyo. Na katika zama hizi tunapokuja kwa imamu zamani, endapo kama maarifa yetu mbele ya imamu zamani itakuwa ni maarifa hafifu, elimu yetu juu ya imamu zamani itakuwa ni elimu hafifu, hata wakati mwingine ikawa ni elimu ambayo haikutegemea misingi madhubuti, na misingi hiyo madhubuti anakufundisha Imamu Ali alayhi afdalu salatu wassalam. Anasema kwamba yule ambaye atakayeshikilia au atakayeingia katika dini hii kwa kupitia njia mbili. Njia ya kwanza ni njia ya Qur'ani, kajenga misingi ya imani yake, maarifa yake kwa kuongozwa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Njia ya pili, kajenga imani yake, elimu na maarifa yake kwa njia ya sunna, yani mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na maimamu watukufu. Huyu mtu mlima unaweza kuhama kabla yeye hajahama, akimaanisha kwamba mtu ambaye itikadi yake, imani yake imejengwa kwa misingi ya Qur'ani, aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya kizazi kitukufu cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huyu mtu hawezi kutetereka mbele ya hoja yoyote ile ama shubha yoyote ama hali yoyote. Jana tulitolea mfano wa umri wa imamu zamani. Imamu aliposema kwamba imamu katika suala la umri moja kwa moja atafuata sunna ya Nabii Adam na Nuh. Tukampigia mfano kwa uchache na Nabii Nuh. Imamu anasema Nuh ameishi miaka 2500. Hivyo ndivyo imamu zamani atakuwa na umri mrefu kama ambavyo Nabii Nuh alikuwa na umri mrefu. Sasa katika kipindi hiki cha umri mrefu ambaye sasa hivi amefikia nusu ya umri wa Nabii Nuh, ikiwa huyu mfuasi wa imamu atakuwa ana misingi bora na imara ya itikadi yake, huyo atakuwa ni mfuasi bora wa zamani, hatatikisika na hali. Hata kama imamu ataishi miaka mingi, na hata kama na yeye ataishi umri gani katika umri huo wa imamu zamani, bado hatadiriki katika ulimwengu. Lakini ikiwa kama msingi wa itikadi yako utakuwa ni msingi ambao haujatokana na Qur'an, haujatokana na maelezo na ufafanuzi wa Mtume na ahadi zake alayhi salatu wassalam, tutaingia katika mashaka. Katika mazingira kama haya ndipo Imam Sadiq alayhi salatu wassalam akasisitiza akasema kwamba
hadha al-amru ghaiba, katika mhusika wa jambo hili akimzungumzia Imam Zamani atakuwa na kipindi cha kupotea katika uwepo wa watu, almutamasiku fiha bidini kalkharij lilqatari, yule ambaye tulikuwa ameshikamana na dini yake pasafu katika kipindi hicho ni sawasawa na mtu aliyekururua mti wa miiba kwa nini? Kwa mkono, kwa sababu ni kipindi ambacho ni kigumu. Mtu ambaye alikuwa anapaswa kuongoza katika masala mbalimbali dhahiratan hayupo, unategemea maandiko, ni kipindi kigumu. Kwa hiyo mtu kubaki na itikadi yake ni kipindi ambacho kinahitaji nguvu na subra kubwa sana. Lakini mwisho akasema kwamba falyattaqillaha abdun wa yatamassak bidinihi, suluhisho ni mtu amche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ashikamane kwa sababu na dini yake. Kwa kigezo na kitu kitakachokufanya sisi tusalimike katika zama hizi za ghaiba ni kushikamana kwa sababu na dini katika mafundisho madhubuti kutoka katika Qur'an na Ahlul Bayt alayhim afdalus salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwa sababu Imam anasema kwamba wakati Imam Zamani atadhihiri, na sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu kila siku, bali katika adabu ambazo anapaswa kuwa nazo muumini katika zama hizi, katika uhai wake wote, kila baada ya swala subhi asome labda kama ni dua al-ahdi, ama kuna dua nyingine fupi inaitwa dua baada ya swala ya alfajiri kwa ajili ya msamaha. Katika ile dua unaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila siku kwa kujadidisha bai'a, kujadidisha kwa kitendo chake na kufanya upya, kwa kila siku unatoa kiapo cha utiifu upya. Kwa hiyo wanasema ni kwamba siku hii na katika kila siku mimi niko pamoja na Imam Zamani. Unaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asikutenganishe wewe na Imam Zamani, kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo vitakuja kudhihiri wakati Imam Zamani anadhihiri ni asilimia kubwa ya watu ambao walikuwa wakidai ni wafuasi wake watamkana, na ajabu zaidi wale ambao hawakutegemewa kuwa ni katika wafuasi wa Imam Zamani ndio wengi watakubali Imam Zamani wao. Sasa ili kuepuka fitina hii, njia kuu moja ni kusimama kidete kiimani, kimaarifa kutoka katika mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Ahlul Bayt alayhim afdalus salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tunaipata hii maana katika neno hili la Mwenyezi Mungu aliposema warabitu. Moja katika wajibu na ujuzi kufungamana ni kufungamana katika maarifa yaliyokuwa sahihi. Hivyo zama hizi za ghaiba, miongoni mwa matatizo ambayo yataikuta jamii, hususan jamii ya kwetu sisi, ni matatizo ya kiitikadi. Suluhisho na njia yake ni kukomaza itikadi zetu, kujenga itikadi zetu katika mafundisho yaliyo sahihi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka katika Qur'ani tukufu. Nikimalizia, Imam Musa al-Kadhim wakati anazungumza na wanafunzi wake na wafuasi wake, kama ambavyo tulikuwa tukizungumza katika darasa lililopita, kila imamu lazima alikuwa akizungumza Imam Mahdi. Kila imamu lazima azungumzie Imam Mahdi, lazima azungumzie vitu ambavyo waumini wanapaswa kufahamu kuhusiana na Imam Mahdi. Akasema akiwabarisha wanafunzi wake, pindi atakapokuja kupotea mtu wa tano kutoka katika imamu wa saba, basi juu yenu kushikamana na dini. La yuzinanakum an ahadun
yoyote yule asije akakuondosheni katika dini yenu na imani yenu, kwa sababu huyu ambaye ni mtarajiwa na msubiriwa atakuja kupotea katika macho ya watu, hata yarji ala hadha al-amru man kana yaqulu bihi, kiasi kwamba hata wale ambao walikuwa wakimwamini Imam Zamani wanaweza kurejea kauli, wakatoka katika kauli, kwa sababu hichi ni kipindi cha mihna kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ni kipindi cha mtihani kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kama ambavyo tulivyoona katika hadithi ya jana kwamba huu ni mtihani na ni siri katika siri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni ghaibu katika ghaibu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kilichobaki ni kusadikisha kila ambacho Mwenyezi Mungu amekipangilia kwa hikma, lakini tuishi kwa maarifa na tuishi kwa maarifa ambayo ni sahihi. Kwa machache haya